Dakika 90 zinatamatika, mnyama chali katika uwanja wa nyumbani. Mchezo wa tatu mfululizo katika hatua ya kimataifa, anashindwa kufanya vizuri. Yes, mchezo wa tatu wa kimataifa anashindwa kufanya vizuri. Ni timu yao mzuri kiufupi, na sijajua kwa nini wanapoteza, lakini nadhani ni mifumo ya mwalimu. Mwalimu ana mifumo ya kizamani sana, mwalimu ana mifumo ambayo watu wengi hawaipendi, yani kwamba uwezo kuchezesha wachezaji ambao ukiangalia namna yao ni kama anakuja kujilinda zaidi kuliko kuja kushambulia. Sasa hii hali itakuja kumkosti baadaye na itamtengenezea maadui wengi kwenye mpira. Kwa sababu watu wengi sana wamezoea falsafa zile, mastreka wawepo, viungo wawepo na mabeki. Sasa game ngumu kama hizi, alafu mechi ya kwanza ya mashindano, hatua ya makundi, unaweza kupanga kikosi ambacho hakina striker. Kiukweli matokeo kama haya lazima yatokee. Nafikiri mwalimu wa Simba siku hii ya leo amefeli katika kuchagua kikosi, ama mbinu za mpinzani wake zilikuwa ni bora? Mwalimu sio leo tu, mwalimu atakiwa kubadilisha mifumo yake. Hii ni mechi kama ya tatu anapanga hivi bila forward, unaelewa? Ni mechi yake ya tatu hii. Ukiangalia mechi ya JKT ilikuwa inafanana na hii, mechi ya Nsingizini ile hapa ilitoka hivi. Kwa hiyo huu ni mfumo yule mwalimu. Sasa ili aweze kupata matokeo chanya na mpira wetu wa huko kibongo ni lazima atengeneze mfumo ambao kuna kuwa na masweka, kuna kuwa na viungo, unawepo pia mabeki, kwa sababu ukicheza hivi watu wengi kwa mfano wale mabeki wa timu pinzani, wale wanakuwa wanapanda, kwa sababu jamaa timu yao haina forward. Kwa hiyo wanakuwa wana relax, wanaenda kushambulia na nini. So hii hali mwalimu itakuja kumtengenezea nafasi mbaya sana kwenye msimamo, hususan kwenye hatua ya makundi. Simba na Yanga, watu wengi walikuwa wanaliona kundi la Yanga ni gumu kweli, lakini siku ya jana tulimuona Young Africans akifanya vizuri katika uwanja wake wa nyumbani kule visiwani Zanzibar. Leo hii mnyama amepoteza hapa. Makundi yamekaaje? Bado ukweli tabaki hivyo. Kundi la Yanga kiuhalisia ni gumu kilinganisha na kundi la Simba, lakini kilichowafanya Simba wapoteze game ya leo ni mfumo tu wa mwalimu, sio kwa sababu ya wapinzani wao, ni mfumo wa mwalimu. Hata ukiangalia goli walilopata wa Petro di Luanda ni goli tu ambalo la mazabe infection, ile mpira umemgonga mtu akaja akafunga. Lakini ukikompea timu ambazo kundi za Yanga na kundi la Simba, kundi la Yanga ni gumu sana, na usiseme kwamba labda eti kwa sababu leo Simba amefungwa wataenda kutolewa kwenye hatua ya makundi. Hapana, nafasi bado wanayo. Simba sio wageni kushinda away, anza akashinda away hawa akashinda na hapa na wakaendelea kwenye hatua inayofuata robo finali. Kwa hiyo mwalimu wa Simba hivi sasa anawachelewesha wekundu wa Msimbazi katika mipango yao. Mipango yetu ya wanasimba wengi, wanasimba wamezoea burudani, wanasimba wamezoea starehe, wanasimba wamezoea furaha. Kwa hiyo akichezesha hivi ni kama anatengeneza hali ambayo ya kwamba wanasimba wengi wamchukie, anajitengenezea maadui wengi. Kutokana na nini? Mpira hauchezwi hivi, mpira ni starehe, mpira ni magoli, na mpira ni mifumo ambayo inaeleweka. Kwa hiyo kila mtu anajua mpira. Kwa hiyo ukiwapangia vikosi vya namna hii ni kwamba nataka kutengeneza kitu ambacho hatukijui kwenye mpira, unaelewa? Kwa hiyo watu wengi kwenye mpira wamezoea vitu vya namna hiyo, wamezoea kuona maforward na waendelee. Maforward kazi yao ni hiyo, kufunga, unaelewa? Unaweza ukapanga wachezaji wazuri, hakuna forward, lakini unajua forward kama forward kazi yake ni kufunga, unaelewa? Na kufunga pia ni kipaji, sio kila mtu anaweza kufunga, unaelewa? Ndio maana Simba wametengeneza nafasi nyingi, lakini wameshinda kuzitumia. Kutokana na nini? Hakuna mwenye taaluma, mwenye talent ya kufunga. So mwalimu akafanyia mazoezi hili swala, mechi zinazofuata apange vikosi ambavyo vinaeleweka. Elie Mpanzu siku hii ya leo anazungumziwa sana na baadhi ya mashabiki wa Simba, wanaona kama aliwachelewesha. Elie Mpanzu sio kama amewachelewesha. Elie Mpanzu ndo anachezaga hivyo siku zote, akicheza hivyo huwa anafanya vizuri, na huwa wakati mwingine inatokea anaharibu. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kucheza vile, hakuna haja ya kumtoa kwenye redi, kacheza vizuri sana. Asante sana. Yes, mchezo wa tatu wa kimataifa anashindwa kufanya vizuri. Ni timu yao mzuri kiufupi, na sijajua kwa nini wanapoteza, lakini nadhani ni mifumo ya mwalimu. Mwalimu ana mifumo ya kizamani sana, mwalimu ana mifumo ambayo watu wengi hawaipendi, yani kwamba uwezo kuchezesha wachezaji ambao ukiangalia namna yao ni kama anakuja kujilinda zaidi kuliko kuja kushambulia. Sasa hii hali itakuja kumkosti baadaye na itamtengenezea maadui wengi kwenye mpira. Kwa sababu watu wengi sana wamezoea falsafa zile, mastreka wawepo, viungo wawepo na mabeki. Sasa game ngumu kama hizi, alafu mechi ya kwanza ya mashindano, hatua ya makundi, unaweza kupanga kikosi ambacho hakina striker. Kiukweli matokeo kama haya lazima yatokee. Nafikiri mwalimu wa Simba siku hii ya leo amefeli katika kuchagua kikosi, ama mbinu za mpinzani wake zilikuwa ni bora?
Mwalimu sio leo tu, mwalimu atakiwa abadilishe mifumo yake. Hii ni mechi kama ya tatu anapanga hivi bila forward, unaelewa? Ni mechi yake ya tatu hii. Ukiangalia mechi ya JKT ilikuwa inafanana na hii, mechi ya Nsingizini ile hapa ilitoka hivi. Kwa hiyo huu ni mfumo yule mwalimu. Sasa ili aweze kupata matokeo chanya na mpira wetu wa huko kibongo ni lazima atengeneze mfumo ambao kuna kuwa na masweka, kuna kuwa na viungo, unawepo pia mabeki, kwa sababu ukicheza hivi watu wengi kwa mfano wale mabeki wa timu pinzani, wale wanakuwa wanapanda kwa sababu jamaa timu yao haina forward, kwa hiyo wanakuwa wana relax, wanaenda kushambulia na nini. So hii hali mwalimu itakuja kumtengenezea nafasi mbaya sana kwenye msimamo, hususan kwenye hatua ya makundi. Simba na Yanga, watu wengi walikuwa wanaliona kundi la Yanga ni gumu kweli, lakini siku ya jana tulimuona Young Africans akifanya vizuri katika uwanja wake wa nyumbani kule visiwani Zanzibar. Leo hii mnyama amepoteza hapa. Makundi yamekaaje? Bado ukweli tabaki hivyo. Kundi la Yanga kiuhalisia ni gumu kilinganisha na kundi la Simba, lakini kilichowafanya Simba wapoteze game ya leo ni mfumo tu wa mwalimu, sio kwa sababu ya wapinzani wao, ni mfumo wa mwalimu. Hata ukiangalia goli walilopata wa Petro di Luanda ni goli tu ambalo la mazabe infection, ile mpira umemgonga mtu akaja akafunga. Lakini ukikompea timu ambazo kundi za Yanga na kundi la Simba, kundi la Yanga ni gumu sana, na usiseme kwamba labda eti kwa sababu leo Simba amefungwa wataenda kutolewa kwenye hatua makundi. Hapana, nafasi bado wanayo. Simba sio wageni kushinda away, anza akashinda away hawa akashinda na hapa na wakaendelea kwenye hatua inayofuata robo finali. Kwa hiyo mwalimu wa Simba hivi sasa anawachelewesha wekundu wa Msimbazi katika mipango yao. Mipango yetu ya wanasimba wengi, wanasimba wamezoea burudani, wanasimba wamezoea starehe, wanasimba wamezoea furaha. Kwa hiyo akichezesha hivi ni kama anatengeneza hali ambayo ya kwamba wanasimba wengi wamchukie, anajitengenezea maadui wengi kutokana na nini? Mpira hauchezwi hivi, mpira ni starehe, mpira ni magoli na mpira ni mifumo ambayo inaeleweka. Kwa hiyo kila mtu anajua mpira. Kwa hiyo ukiwapangia vikosi vya namna hii ni kwamba nataka kutengeneza kitu ambacho hatukijui kwenye mpira, unaelewa? Kwa hiyo watu wengi kwenye mpira wamezoea vitu vya namna hiyo, wamezoea kuona maforward na waendelee. Maforward kazi yao ni hiyo, kufunga, unaelewa? Unaweza ukapanga wachezaji wazuri, hakuna forward, lakini unajua forward kama forward kazi yake ni kufunga, unaelewa? Na kufunga pia ni kipaji, sio kila mtu anaweza kufunga, unaelewa? Ndio maana Simba wametengeneza nafasi nyingi lakini wameshinda kuzitumia kutokana na nini? Hakuna mwenye taaluma, mwenye talent ya kufunga. So mwalimu akafanyia mazoezi hili swala, mechi zinazofuata apange vikosi ambavyo vinaeleweka. Elie Mpanzu siku hii ya leo anazungumziwa sana na baadhi ya mashabiki wa Simba, wanaona kama aliwachelewesha. Elie Mpanzu sio kama amewachelewesha. Elie Mpanzu ndo anacheza hivyo siku zote, akicheza hivyo huwa anafanya vizuri na huwa wakati mwingine inatokea anaharibu. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kucheza vile, hakuna haja ya kumtoa kwenye redi, kacheza vizuri sana. Asante sana. Asante sana.